Umechagua maeneo gani na muda gani hasa unaotumia kutoa neno la Mungu, mtumishi Evodi? Okay. Target kubwa ya kwanza ilikuwa ni Kariakoo. Kwa nini Kariakoo? Kariakoo kwanza ilikuwa ni sehemu ambapo ni karibu sana na kanisani ambapo naabudu. Sisi tupo Mnazi Mmoja, jengo la ushirika taa, floor namba 11. Kariakoo ilikuwa ni karibu. Kwa kutoka Mnazi tu Kariakoo na move tu kwa mguu. Lakini pia Kariakoo mazingira yale ndio mazingira ambayo hasa ni kuwa na kaa. Umeona? Kwa nimempokea Kristo mazingira sehemu moja panaitwa Mchikichini la Boma. Ndio pale nikampokea Kristo. Kwa hiyo ilikuwa ni vyepesi. Mchikichini tu Kariakoo ni chap tu. Kwa hiyo Kariakoo ndio ilikuwa ni sehemu hasa kubwa na target yangu kubwa. Kwa sababu gani? Kuna siku nilikuwa napita, nadhani ilikuwa ni bar moja kwa Msimbazi, nilikuwa na calculate watu ambao wanaingia Kariakoo na kutoka, kama sijakosea kama milioni 2 kwa kila siku. Watu wanaingia na kutoka Rev Movement, na watu wapi wanaingia. Kwa pale unahubiri tu wa Tanzania, unahubiri wa Komoro, unahubiri watu kutoka. Kuna siku nilikuwa nahubiri kaja mtu kutoka Madagascar, anaongea French japokuwa sielewi, lakini tunapomsema Kristo anakuwa anaeleweka. Maana unapotaja neno kwa mtu ambaye mko katika mlengo mmoja anafahamu kile ambacho nakifanya. Na sio hao tu, wapo watu wengi wa mataifa ambao wapo Kariakoo. Kwa hiyo ni center ambayo si tu kwa Tanzania na ubiri, bali hata kwa watu wa mataifa ambao wanakuja kutafuta mzigo, wanakuja kufanya harakati zao za maisha, wanakutana na neno na wanabadilika.